hadi wa 10. Warumi sura ya 9 mstari wa 9 hadi wa 10. Ndio. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaleta habari njema za Yesu Kristo. Ndio. Maana neno la Mungu linasema kwa kinywa mtu anakiri hata kupokea wokovu. Haleluya. Amen. Wokovu maana Yesu alikuja kwa walio wake. Ameleta habari njema za wokovu. Haleluya. Amen. Amina. Yesu jamani anaokoa. Yesu anaweza, Yesu anatosha. Yesu anainua, Yesu anabariki. Yesu anauisha. Haleluya. Amen. Jioni ya leo, njoo mkiri Yesu kwa kinywa chako kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako ili upate kuokolewa. Maana kwa kinywa chako mtu ukikiri utaupokea wokovu. Haleluya. Amen. Kukiri ni jambo dogo kabisa. Kukubali kufuatisha maneno mazuri ya Yesu Kristo na wewe utaokoka. Utakuwa na uzima ndani ya moyo wako. Ndugu yangu, Yesu anakupenda jioni ya leo. Heri umkimbilie Yesu ili uwe salama. Heri mkimbilie Yesu ili uwe na amani katika maisha yako. Yawezekana unahangaika kutafuta amani. Unaenda kwa waganga wa kienyeji lakini hautapata amani. Unaenda kwa wakuu wa dunia hii hautapata amani. Amani ya kutosha ipo kwa Yesu. Maana ukimkiri yeye kwa kinywa chako utaokoka. Ndugu yangu, mkiri Yesu kwa kinywa chako jioni ya leo ili uokoke. Na ukiokoka Yesu ataingia ndani ya moyo wako. Atakaa kwako na wewe utakuwa na amani. Haleluya. Amen. Maana Yesu akikaa ndani ya moyo wako hautaogopa wachawi, hautaogopa watu wote wabaya. Maana hawatakuweza. Maana atakuwa na Yesu ndani ya moyo wako. Maana hata wakija nyumbani kwako kukutafuta wataona moto unawaka. Maana Yesu yuko ndani yako. Haleluya. Amen. Yangu jioni ya leo, njoo mkiri Yesu kwa kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Njoo mkiri Yesu kwa kinywa chako. Ndugu yangu, wala sio kazi ngumu, ni kazi rahisi kabisa kumkiri Yesu kwamba mimi nakuja mbele zako, naomba unipokee, naomba unifanye mtoto wako. Yesu yeye ni mwema, atakufanya kuwa mtoto wake. Ndugu yangu, si unatuona hapa tumemwamini Yesu, yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ndio maana tuna ujasiri, tumesimama mbele zako jioni ya leo. Hatuogopi, hatutushiki na kitu chochote, maana yeye yuko ndani yetu. Hatuogopi chochote. Ndugu yangu, na wewe njoo mkiri Yesu kwa kinywa chako ili upate kuokolewa. Njoo mkiri Yesu kwa kinywa chako ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Njoo mkiri Yesu jioni ya leo, maana siku ya leo utaikumbuka kwamba msimama dada mmoja alivaa nguo fulani, aliongea hivi na hivi. Ndugu yangu, ili usijutie, heri njoo mkiri Yesu kwa kinywa chako. Haleluya. Amen. Njoo baba yangu, mkiri Yesu kwa kinywa chako mahali hapa ili upate kuokolewa. Maana neno la Mungu linasema kwa kinywa mtu anakiri ili kupata wokovu, na kwa moyo wake anaamini ili apokee wokovu, na wokovu utaingia ndani ya moyo wake. Ndugu yangu, njoo jioni ya leo umkiri Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana yeye hatakuacha wala hatakutupa kamwe. Haleluya. Amen. Naomba tusome kitabu kile cha Zaburi 16 mstari wa 3. Ndio. Haleluya. Nitasoma tena kitabu cha Isaya 16 mstari wa 3. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu yangu, wengine wanasema hakuna kuokoka duniani hapa, lakini neno la Mungu linasema watakatifu waliopo duniani hao ndio walio bora zaidi, na hao ndio niliopendezwa nao. Kumbe hapa duniani inawezekana kuokoka. Kuokoka unawezekana ukiwa hai hivyo hivyo. Maana ukifa huwezi ukaokoka. Ukifa huwezi ukahitaji msaada wowote zaidi ya kwenda chini kuzikwa, zaidi ya kukutupa chini kufukiwa. Ndugu yangu, watakatifu waliopo duniani hao ndio walio bora zaidi. Ndugu yangu, waliomwamini Yesu, wanaoishi maisha mazuri, hao ndio walio
yangu, njoo uokoke. Njoo uamini kwa kinywa chako. Njoo uamini Yesu kwa kinywa chako jioni ya leo. Njoo uamini kwa kinywa chako. Na wewe unasema hakuna kuokoka duniani. Umeona neno la Mungu alisemi uongo. Inasema watakatifu waliopo duniani hao ndio walio bora zaidi. Na hao ndio waliopendezwa nao. Ndugu yangu, kuokoka ni hapa hapa duniani. Ukifa hakuna kuokoka tena, ndugu yangu. Haleluya. Amen. Ndugu yangu, heri uokoke ukiwa hai. Ukifa hakuna kuokoka tena. Ukifa kama ulikuwa kwenye dhambi unaenda kwenye jehanamu ya moto. Kama ulikuwa kwenye haki unaenda kwenye uzima wa milele. Heri uamini, umwamini Yesu kwa kinywa chako ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili uokoke, ili uwe na amani katika maisha yako. Ndugu yangu, Mungu akubariki jioni ya leo. Ninashukuru kwa kunisikiliza. Maana neno hili halijaanguka bure. Maana utakuja kutoa hesabu siku ile. Hautajitetea kwamba sikusikia. Maana nimekuja jioni ya leo ili usikie neno hili. Ni Mungu amenituma ili ninene habari hizi njema mbele zenu. Mungu awabariki sana kwa kusikia. Ndugu yangu, kazi imebaki kwako kuamini. Kazi iliyobaki kwako ni kuamini. Heri umwamini Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Heri umwamini Yesu ili ubadilike. Heri umwamini Yesu ili ubadilike. Yeye anaweza. Yeye anatosha. Yeye ambayo ni magumu kwako na hayawezekani, kwake yeye yanawezekana. Kwake hakuna jambo gumu. Yeye anaweza yote. Ndugu yangu, njoo uamini. Ndugu yangu, njoo uamini. Ndugu yangu, njoo ukiri kwa kinywa chako ili upate kuamini, ili uokoke. Na ukiokoka ili Yesu aingie ndani ya moyo wako, ili uwe na amani katika maisha yako. Ndugu yangu, Mungu akubariki jioni ya leo kwa kutusikiliza. Mungu akubariki sana. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Usifanye moyo wako kuwa mgumu unaposikia sauti hii ya Yesu. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Mungu akubariki sana kwa kutusikiliza. Maana neno hili halijaanguka bure. Mungu akubariki sana. Niwatakie jioni njema. Mwana jioni njema. Mwana usiku mzuri kabisa.